Habari wana mafanikio, karibu tena katika siku ya leo. Kwa majina naitwa Anesus Juvenali. Siku ya leo ningependa kuongelea somo linaloitwa madhara ya kukosa uaminifu. Uaminifu, pia tuangalie kwa undani. Uaminifu ni kufanya kitu kwa usahihi na uwazi. Lakini watu wengi wamekuwa wanaenda kinyume na kanuni za mafanikio kwa kutofuata utaratibu na kujikuta wao sio waaminifu na kufanya vitu ambavyo vinawavunjia heshima, ambayo inawasababisha wao kutopata mafanikio makubwa. Kuna msemo wa Kiswahili unasema kwamba uaminifu ni mtaji. Yaani chochote kile kidogo ambacho unakifanya ni mtaji wa kwako wewe kupata kitu kikubwa. Yaani kwa hiyo kama unaanza kidogo kidogo kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye mahusiano, ukijenga kwa uaminifu zaidi utapata kitu kikubwa zaidi. Na pia kuna msemo pia wa Kiswahili unasema kwamba kidogo ulicho nacho ni mimba ya kikubwa. Yaani kidogo kile ukizingatia kwa haki na ukitenda kwa uaminifu utapata mafanikio makubwa. Hata aliyewahi kuwa rais wa Marekani wa awamu ya 3 kwa jina lake alikuwa anaitwa Thomas Jefferson, aliwahi kusema kwamba uaminifu ni ukurasa wako wa kwanza wa hekima. Yaani pale unapoanza kazi kwa kujenga uaminifu utajipatia hekima zaidi na utajenga mafanikio makubwa zaidi. Kwa hiyo hata maandiko matakatifu yanasema kwamba Mungu akitaka kukupa kitu kikubwa anakupa kwanza na kidogo, kwamba anaanza kukujaribu na kidogo kwanza, kama anaona kwamba wewe mwenyewe utaweza kwenda kwa uaminifu zaidi. Ukienda kwa uaminifu zaidi, Mungu atakupa kikubwa zaidi. Kwa hiyo tumeona kwamba hata watu wakubwa kama tulivyoona rais wa Marekani Thomas Jefferson, hata maandiko matakatifu yanavyosema ni kweli kwamba tukizingatia uaminifu tutapata mafanikio makubwa. Lakini tukienda moja kwa moja ni kwamba uaminifu hauendani sawasawa na uongo, usaliti na wizi. Kwamba uaminifu wenyewe unaenda na uadilifu. Namna unavyoishi ni uadilifu wako, na namna unavyofanya kila siku ni uaminifu wako. Kwa hiyo kitu muhimu cha kujenga kila siku ni kujenga wewe mwenyewe uaminifu wako ili kupata mafanikio makubwa zaidi. Pia mafanikio pia ni tiketi ya wewe kupata mafanikio makubwa. Mfano wewe uko Kahama unataka kusafiri kwenda Dar, lakini pale unapotaka kutumia njia ambazo sio halali, mfano labda kufoji ticket au kufoji visa au passport, au unaweza kaingia ndani ya buti, sawa, unaweza kupata mafanikio kwa kupata ticket hiyo au kupata hiyo nafasi na ukasafiri. Lakini kitendo cha wewe kuendelea na safari unaweza kupata matatizo makubwa. Lakini yule mtu ambaye alilipia nauli na akatekeleza zile sheria na kanuni za usafiri atafika salama akiwa amekaa sehemu nzuri na atafanikiwa zaidi. Kwa hiyo wapenzi watazamaji na wasikilizaji, tuwe makini sana katika kujenga uaminifu wetu. Tutapata makubwa zaidi kwa kupata njia sahihi, kama ule mfano ambao nimetoa hapa wa usafiri wa kupanda basi kutoka Kahama mpaka Dar, kwamba fuata sheria sahihi ili upate kile kitu sahihi. Usitumie njia ya mkato. Njia ya mkato utapata, lakini baadaye itakuwa mzigo kwako. Unaweza ukafika lakini safari isiwe tamu kama yule aliyelipia nauli yake ili apate nafasi ya kufika kule alipokuwa anataka kwenda. Moja kwa moja naenda kuzungumzia madhara ya wewe kukosa uaminifu. Uaminifu, watu wengi wamekuja kuharibu majina yao na kuharibu brandi zao na heshima yao kwa kukosa uaminifu. Kitendo ambacho kimewafanya kwamba waharibu majina yao, brandi yao na kujiweka katika njia ambazo sio sahihi. Kwa hiyo tunapoona hapo kwamba tunabidi tujenge mafanikio yetu kwa kujenga uaminifu. Hata aliyewahi kuwa rais wa Marekani wa awamu ya 15 alikuwa anaitwa Abraham Lincoln. Kabla hajawa rais alikuwa mfanyabiashara mdogo. Kuna mteja alikuja dukani kwake akanunua vitu na akasahau change. Kipindi anafunga duka, Rais Abraham Lincoln ndio akakumbuka kwamba kuna mteja ambaye alikuwa amesahau change yake. Alichokifanya ni kwamba alitembea umbali mrefu siku ule, akampeleka yule mteja
fedha yake, kitu ambacho kilimfanya baadaye aheshimike zaidi na kuonekana kwamba mtu ambaye alikuwa mwaminifu, na baadaye alikuja kuwa rais wa Marekani, ambayo alileta ushawishi mkubwa na alikataa kabisa, alipambania haki za wanadamu, za watu weusi waliokuwa wanaishi kule Marekani. Kwa hiyo tumeona kwamba uaminifu ni kitu kizuri. Thomas, kama Abraham Lincoln akufanya hivyo, na maana huenda asingekuwa hata rais, lakini kile kitendo kidogo cha kuonyesha uaminifu kwa kulinda mali ya mteja ilimfanya yeye mwenyewe apande viwango na watu wamjue kwamba yeye ni mwaminifu, ambayo kitu ambacho kilimweka kwenye ramani na akawa rais kwa zaidi ya miaka 5. Pointi namba 2 ni kwamba pale unapokuwa sio mwaminifu, watu wanaokupenda watajitenga na wewe. Hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kaingia kwenye mahusiano na mtu kama sio mwaminifu. Labda mtu awe na matatizo ya akili, lakini tunaangalia kwamba uaminifu ni kitu muhimu sana. Kama unataka kujenga wewe mwenyewe uaminifu wako, jitahidi sana na wale unaojihusisha nao, mjenge vitu vizuri na kuwasiliana vizuri, kuwa karibu nao, lakini usiharibu mahusiano yako wewe na hao watu, kwa sababu kadri unavyovunja mahusiano yako kwa kosa uaminifu, utajisababishia wewe mwenyewe utengwe, na hii itakuzuia wewe kupata mafanikio makubwa. Pointi namba 3 ni kwamba pale unapokosa uaminifu, utajisababishia wewe matatizo ya moyo kwa kukosa faraja ya moyo. Yaani mfano, unaweza kukosa uaminifu kaanza kuishi maisha ya kitapeli, yani kwa mtu ambaye unabadilika ueleweki. Mtu anakupigia simu na kata simu, mtu anakutafuta upatikani, jana hujulikani uko wapi, nafanya nini. Ni kitu ambacho sio kizuri sana. Kwa hiyo wapenzi watazamaji, tujitahidi sana tuwe waaminifu, kwa sababu tukikosa uaminifu tutaishi kwa wasiwasi, stress, na mwisho wa siku tunaweza hata kupoteza maisha, kwa sababu ukishakosa uaminifu, wale ambao uliwakosea uaminifu kwa kuwasaliti hawatakuacha salama. Pia katika hii safari ya mafanikio, kwa somo hili la kukosa uaminifu, nitaongelea maeneo 3 muhimu ambayo inabidi uyazingatie zaidi ili ulinde uaminifu wako. Cha kwanza, nitaanza na afya. Pale mtu unapojihusisha naye au wewe mwenyewe unapozingatia afya yako kwa kula vizuri, kwa kutokula kupitiliza, kwa kupumzika na kutofanya ngono kwa mara au kufanya ngono zembe, itakufanya wewe uheshimike zaidi na upate mafanikio zaidi. Lakini wewe kama unakula mara kwa mara, unakula ovyo, unatumia sana vilevi, au utakuwa mwaminifu kwako, utauchosha mwili wako na hautapata mafanikio makubwa. Pointi namba 2 ni kwamba uaminifu kupitia muda wako. Jitahidi sana ulinde sana muda wako, usiwe mtu wa kusema ndio kwa kila kitu. Jali muda wako, linda muda wako kwa kuwa mwaminifu kwako, kwa kusema hapana kwa kila fursa ambayo inakuja ambayo wewe mwenyewe haiko kwenye mchakato wako wa mafanikio. Kwa kuwa makini katika muda wako na kuwa mwaminifu katika uaminifu kupitia muda wako, utapata fursa zaidi na watu watakuamini, kwa sababu watakuwa wanaona wewe mwenyewe unaendana sawa sawa na mafanikio unayoyataka. Kwa hiyo watu watakuwa karibu na wewe na utapata fursa zaidi. Pointi namba 3 ni kuhusu maneno. Kuwa mwaminifu sana katika maneno yako. Mahusiano mengi yamevunjika kwa watu kwa kuongea au kuropoka au kujihusisha na umbea. Wanasema kwamba msemo wa Kiswahili kwamba neno ukishalitamka sio rahisi kulirudia. Kwa hiyo tujitahidi sana pale tunapoongea, tuwe makini zaidi, maana tunaweza kupoteza uaminifu wetu. Mfano, uko na mtu amekuja anakupa habari, labda anakuambia kwamba nakwambia kitu usimwambie mtu kuhusu kitu hiki, au mtu anakuambia kwamba nakwambia wewe tu hii siri, au mtu anakuambia kwamba kila ambacho tunaweza kuongea usikitangaze kwa watu. Huyo mtu kuwa makini naye sana, kwa sababu kadri unavyoendelea kujihusisha naye utajikuta bila alivyokuambia kwamba usiwaambie watu, unaweza kujikuta unaambia watu, alafu yeye akijua, huo uaminifu wenu utakuwa ushaharibika. Kwa hiyo tujitahidi sana tujihusishe na majungu na tuwe makini katika ndimi zetu na ulimi wetu, kwa sababu ulimi ni kitu kidogo sana ambacho ni kama vile kiberiti ambacho kinaweza kuchoma msitu mkubwa. Kwa hiyo maneno yako yatajenga uaminifu wako na kuharibu uaminifu wako. Cha mwisho zaidi nitachoongelea hapa ni kwamba pia kuna msemo wa Kiswahili unasema kwamba heri mwisho
wa neno kuliko mwanzo wa neno, kwamba watu wengi katika haya mafanikio wamejitahidi sana kwa kuanza vizuri na mwisho wa siku anajikuta anamaliza vibaya. Hii kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo tunabidi tujitahidi sana kadri tunapoanza mahusiano, tuanze kwa uzuri, tuyamalize kwa uzuri. Tusianze kwa uzuri na kumaliza kwa ubaya. Unaanza biashara, ianze kwa uzuri na imalize kwa uzuri. Usianze kwa biashara kwa uzuri afu kumaliza kwa kuharibu biashara yako, kwa kusababishia biashara kupata kifo cha biashara. Kwa hiyo tuzingatie sana hayo, tuwe waaminifu kwetu na tusivunje uaminifu. Uaminifu ni tiketi yetu ya mafanikio. Tukivunja kabisa kanuni ya mafanikio ambayo ni uaminifu, hatutapata kile ambacho tunakitaka na tutaishi maisha ambaye hayaeleweki. Mwisho wa siku tutajikuta tunakosa mafanikio na tunakuwa watu ambao hatueleweki. Pia kuna msemo mmoja unasema kwamba ni heri ujutie yale ambayo kufanya kuliko yale ambayo umefanya. Kwa hiyo tujitahidi sana tusije tukajutia vitu ambavyo hatukufanya. Kwa hiyo tujitahidi sana kwa kujenga uaminifu ili tupate mafanikio zaidi. Asante sana na karibu tena katika somo jingine.